Aha. Ongeza makofi na Watu wote mlio mwana Mungu msikie.
majusi wasubiri. Sisi ni wajumbe wa Mungu tuliopata neema hii ya neema, majusi wasubiri. Tuliona nyota ya ajabu, ndio maana leo tumekuja ili tumsujudie mfalme aliyezaliwa. Tuliona nyota ya ajabu, ndio maana leo tumekuja ili tumsujudie mfalme aliyezaliwa. Sisi twende makofi. Walifika Yerusalemu, walisema yuko wapi Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani. Mashariki walifika Yerusalemu, walisema yuko wapi Yuko wapi
mashariki walifika Yerusalemu wakisema yuko wapi Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu na Uyahudi zamani za mfalme Herode za mama majusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema yuko wapi sana na Yerusalemu pia pamoja. Mfalme Herode alifadhaika sana na Yerusalemu pia pamoja naye. Basi Mfalme Herode alifadhaika sana na Yerusalemu pia pamoja naye. Basi Mfalme Herode alifadhaika sana na Yerusalemu pia pamoja naye. Sauti kama kweli una amani kwa ajili ya Kristo. Makofi na vigelegele wa mama siwasikii. Aha. Aha. Wapi vigelegele? Jamani mmeniangusha kabisa. Yaani sisikii makofi na vigelegele kwa ajili ya
Inua sauti yako mbele za Bwana. Inua sauti yako ya ushindi, mwambie Bwana nataka kusema nawe. Nawe Bwana nataka kusema nawe. Nawe nataka kusema nawe. Kusema nawe, nawe Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kristo amezaliwa. Kristo amezaliwa. Pigie makofi mengi 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 Yesu. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, Mungu aliye hai, tunanyenyekea na kujiachia mikononi mwako Yehova. Tunatambua ya kwamba ni wakati mzuri umefika wa wewe kujidhihirisha katika mkutano huu, ili useme na kila nafsi iliyoko mahali hapa, Bwana, kwa namna ambayo haijawahi kutokea, kwa sababu wewe ni Mungu na uweza wako unapita kawaida. Shuka sasa ukaseme nami mtumwa wako nisiyestahili. Yehova, nipe neema na kibali cha kusimulia matendo yako makuu. Karibu Roho Mtakatifu, njoo ujitwalie heshima na utukufu mwenyewe. Katika jina la Yesu Kristo ninabatilisha kila mpango wa adui, kila kusudi la ibilisi halina mamlaka katika viwanja hivi. Ninaweka wakfu viwanja hivi. Ninateka nyara mamlaka zote. Ninateka nyara kila fikra ipate kukutii wewe mfalme. Katika jina la Yesu Kristo, njoo useme na watoto wako, nasi tuko tayari kusikia. Katika jina la Yesu, amen. Pigie Yesu makofi mengi mazito. Bwana Yesu asifiwe. Kristo amezaliwa. Amen, amen. Kwa wale walionisahau jina, naitwa Askofu Sospita Temeo Ndenza, askofu mstaafu wa Dayosisi ya Kibondo, na kwa neema ya Mungu tumerudi nyumbani, tuko Kigoma. Bwana Yesu asifiwe. Tuko Kigoma, tunaishi hapo shule ya Kilimahewa. Yaani ukifika shuleni umefika kwetu. Tumepakana na shule. Nyumba yetu inaangaliana na shule. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nimshukuru Mungu sana kwa kufikia tarehe 25 ya mwaka 2025. Sio kwa uwezo wangu, sio kwa nguvu zangu, sio kwa akili yangu, ni kwa kusudi la Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba nimshukuru baba askofu na timu yake kwa kunipa heshima hii. Sasa wazee wa kistaafu mnawasamehe tu, wanasemaga maneno mengi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo nitasema machache. Haleluya.
Nawashukuru sana kwa kunipa heshima hii. Ninaamini kuna kusudi la Bwana juu yako. Jina la Bwana libarikiwe. Liko kusudi juu yako jioni ya leo, kwa sababu Mungu ataenda kusema na wewe. Nataka nitumie kifungu kimoja kile cha Injili ya Luka, mstari ule wa 10. Anasema, malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa mimi nawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hawa walikuwa ni wachungaji waliochunga kondoo kule jangwani, na kwa namna ambayo haijawahi kutokea, Mungu akajifunua kwao, akawaacha watumishi wa Mungu kama sisi, akaacha watu waliokuwa na heshima za namna nyingi, lakini akaenda kwa watu waliowatii na wanyenyekevu, akawapelekea habari njema ya kuzaliwa kwa mfalme wa mbingu na nchi, yeye ambaye hajawahi kutokea duniani. Huyu mfalme wa mbingu na nchi ndiye tunayesimulia habari yake, ambaye uweza wa kifalme uko mabegani mwake, sio wa kawaida. Anasema uweza wa kifalme uko mabegani mwake. Huyu anasema ni habari njema, ni habari njema ya wokovu kwa watu wote, ni habari njema ya kumkumbusha yule ambaye hajagundua mahali salama duniani, mahali penye amani duniani, njia pekee ambayo haijawahi kutokea duniani. Ni jina la Yesu peke yake. Hilo jina ni jina la pekee. Huyu aliyezaliwa hakuwa wa kawaida, maana hata Mariamu alishangaa. Unajua, kapita kwa kabinti kadogo, kale kabinti kalikuwa hakajajua hata mme ako, kalikuwa kaaminifu mbele za Mungu. Tazama namna anavyokuja duniani, akiacha heshima kule mbinguni ili amtafute mwanadamu ambaye amepotea na kuhangaika. Huyu mwanadamu aliyekuwa ameshikiliwa na mizigo ya dhambi, huyu mwanadamu aliyekuwa ameshikiliwa na mateso duniani, yeye anakuja akiwa na habari njema ya kwamba anataka kufika kwenye nyumba yako, anataka kufika kwenye maisha yako, anataka kufika kwenye mji wako. Na sikiliza, ukipokea mgeni wa namna hii, hujapokea wa kawaida, umepokea mfalme wa wafalme, Mungu mwenye nguvu. Huyu ndiye tunayesimulia habari yake. Hatuko tunasema hadithi, tuko tunasema halisia, kitu ambacho kilitokea. Hata wale wazee wa kina Yohana wakasema kwa maneno yao, wanasema kile tulichokisikia tena tukakishuhudia kwa macho yetu na mikono yetu ikakipapasa, hicho ndicho tunachowaletea. Ni Yesu Kristo Mnazareti. Akiingia kwenye maisha yako lazima ubadilike, kwa sababu anakuja na habari njema, kwa kuwa anakupenda upeo. Hata hakuweza kuvumilia kule kukaa mbinguni, hakukumpa heshima, lakini akaona ashuke duniani ili kumtafuta mwanadamu aliyepotea. Sikiliza nikwambie, alipokutana na yule mama Msamaria pale kisimani, yule mama kahaba, mambo yakabadilika. Yuko leo akubadilishe, yuko leo ageuze maisha yako, yuko leo akutengeneze. Huyu ambaye hakuna kinachoshindikana kwake ni mfalme alizaliwa miaka 2000 iliyopita, lakini tazama matendo yake makuu yanavyoendelea kutikisa dunia. Dunia ilitikisika wakati ule, wafalme waliogopa, hata wakatafuta njama ya kuangamiza. Lakini sikiliza, huwezi kuangamiza aliyekuleta duniani. Yeye ndiye alikuwa mwangamizaji, lakini akajifanya mnyenyekevu, akatii mpaka mauti ili amtafute mwanadamu aliyepotea. Bwana Yesu asifiwe. Makahaba wanatii, wakisikia habari zake. Yule mama akaenda akashuhudia wengine, akasema njooni muone, niwaonyesha aliyeniambia mambo yangu ya zamani ambayo hata hanijui na mimi simjui.
hujui, inakuletea habari za Yesu Mnazareti. Yesu ambaye akiingia kwenye moyo wako lazima maisha yabadilike. Yesu akiingia kwenye moyo wako lazima aponde ponde hasira, lazima aponde ponde uasharati, lazima aponde ponde ulevi, lazima akurekebishe. Ni habari njema, habari njema kwa watu wote. Akiingia kwenye maisha yako, madhaifu na magonjwa yako yanatii. Ukitaka kuuliza, waulize wana wa Israeli namna alivyowafanyia. Waulize wanafunzi wake, bahari ilitetemeka alipoingia baharini. Nataka nikwambie, bahari haikuweza, hata ilipotetemeka alinyamazisha. Ni Yesu Mnazareti, ni Yesu ambaye amezaliwa kuletea habari njema. Acha kuhangaika, acha kusumbuka. Yuko mwenye majibu yote. Ana majibu kwa ajili yako, ana majibu kwa ajili ya ndugu yako, ana majibu kwa ajili ya kila mmoja ambaye yuko mahali hapa. Wale watu wakasema, msiogope. Malaika kawaambia, msiogope, ninawaletea habari njema, habari ya mfalme huyu ambaye dunia haijawahi kumwona, lakini amejishusha mpaka nchi ili amtafute mwanadamu kwa upendo wake. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Ningetamani huyu Bwana umkaribishe kwenye moyo wako, uone kitakachofanyika. Nataka nikusimulie ndugu yangu, nilikuwa nimeenda Muhimbili, nikakutana na daktari mmoja. Yule daktari akagundua ya kwamba mimi ni askofu. Akaniambia, baba, nina mateso kwenye ofisi yangu, nina mahangaiko kwenye ofisi yangu. Akasema kuna bosi wangu ananisumbua. Nikaingia kwenye ile ofisi, tukaomba naye yule baba. Tulipomaliza kuomba, nikaondoka. Akaniambia mambo mawili. Akasema, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yule baba akaniruhusu nikaingia kwenye ofisi yake, tukaomba naye. Na baada ya kuomba na yule baba, nini kilitokea? Baada ya miezi mitatu, Mungu alipindua kiti. Yule bosi wake akarudi chini, yeye akapanda juu. Sikiliza nikwambie, unasumbuka bure. Majibu yako rahisi, ni kujiachia kwa Bwana ili akutengeneze. Nilipompigia simu baada ya miezi mitatu, namwambia daktari, niko nakuja kwa ajili ya check up. Yule daktari akaniambia maneno haya, akasema, baba askofu, safari hii hubaki Muhimbili, lazima nikukaribishe nyumbani. Nina habari njema ya ufalme. Huyu alichokitenda kwangu, akasema lazima ukanyage nyumbani. Sikiliza watu wa Mungu, mmeshindwa kumkaribisha Yesu moyoni. Ukimkaribisha lazima arekebishe. Akanikaribisha ile baba. Tulipoenda, tukaenda na mama nyumbani kwake, akapika chakula tukala. Tulipomaliza kula, wakati tunamaliza kula, ghafla tunataka kuondoka, nikasikia Roho Mtakatifu ananiambia, shikana mikono. Alikuwa yeye na mke wake, halafu na katoto. Na baada ya kushikana mikono, wala hatukujua chochote, lakini kilichotokea, nataka nikusimulie habari za Yesu Mnazareti, ya kwamba akiingia kwenye maisha yako lazima abadilike. Unajua kuna watu wa shamba duniani. Unaimbaje wakati hujaokoka? Wewe unawezaje kumsifu ambaye humjui? Sisi tunamjua, maana tulikutana naye. Wakati ule tukiwa kijana kama wewe, Yesu akatutengeneza, akatuumba, akatuleta leo. Jina la Bwana libarikiwe. Yule mama tulipoingia, baada ya kuomba, ninamaliza maombi, yule baba ni mKKT, yule mama ni mTAG. Lakini sikiliza, muujiza wake ulikuwa umefungwa kwenye mazingira ya kukutana na mwanakijiji mmoja anayeitwa Sospita. Huyo ndiye alikuwa amebeba muujiza wake. Miujiza hailigoma mahali pengine. Yule mama akasimulia, akasema, baba askofu, nimepona. Nikaambia nini? Akasema, nimepona. Mimi
nikashangaa, wala sijajua kama alikuwa na ugonjwa. Sikiliza, siri iko hapo. Alimkaribisha Yesu nyumbani. Yesu alipoingia akatengeneza mambo yake, akatengeneza kule ofisini, akaja akatengeneza na nyumbani. Wewe sikiliza, yuko Yesu Mnazareti. Huyo ndiye aliyezaliwa, sio wa kawaida, ni wa aina yake. Ni wa pekee. Hujawahi kuona mtu wa namna ile. Sasa nikwambie kilichotokea. Muujiza wake haukuishia pale. Yule baba tuliomba mambo mawili. Jambo la kwanza, alikuwa amesumbuka sana, lakini jambo la pili tukaomba naye akisema, nilivyozunguka mlima huu yatosha. Nini kilitokea? Ninapoongea leo, yule baba alishapata ajira. Alipata ajira ya Afrika, yuko OAU, Umoja wa Afrika. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akamrusha, akamtoa Muhimbili, akampeleka Umoja wa Afrika. Sikiliza nikwambie, kama huna Yesu, nani anaweza kukukaribisha? Wewe ulishawahi kukaribishwa na daktari bingwa nyumbani? Nini? Yesu Mnazareti akiingia ndani yako, aliyekuona sura yako haifai, kesha atakupa heshima, kwa sababu Yesu akiingia anarudisha heshima, anarudisha heshima. Yule aliyekudharau ataona, huyu naye amepata wapi? Yuko anayetoa, sio wewe. Wewe acha ushamba. Tunamjua Yesu Mnazareti, ni mmoja tu duniani, hakuna mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio habari ya Yesu aliyezaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Aliyetutengeneza. Mimi nilitengenezwa nikiwa kijana na Yesu. Unajua wazazi, mnapotupa majina, muwe mnatupa majina yenye maana, kwa sababu mimi nilipewa jina na lile jina likaning'ang'ania mpaka leo. Bwana Yesu asifiwe. Nilipozaliwa kwenye hospitali ya Matiazo Mission pale, mzungu aliyenizalisha anaitwa Sister Bankham. Yule mama akanipa jina la Sospita. Mama yangu naye akaongeza jina la mtumishi wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa sikiliza, ahadi ya Mungu kwa wale wazazi wanaojua, hata kama leo unapata mtoto, mtamkie baraka. Acha kumlaani mtoto wako. Wakati mwingine mmewasemea maneno mabaya, ni kwa sababu hamjagundua siri ya huyu mfalme wa wafalme. Mtamkie kufanikiwa ili afanikiwe. Wazazi wangu wakanipa jina hilo. Waliponipa hilo jina, sasa nikiwa kijana, miaka 18, nacheza mpira. Nilikuwa nacheza mpira wa sawasawa, sio wa utani. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi hapa walicheza na RTC Kigoma? Yule pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye uwanja mzima tuko wawili. Tulicheza na RTC Kigoma. Akina Makumbi Juma. Homa la Jiji. Iko homa la jiji. Yesu Mnazareti ni homa la jiji. Akiingia Kigoma kwenye maisha yako, lazima yabadilike, lazima akutengeneze. Sasa kanitengeneza nikiwa kijana. Unajua nilikuwa nacheza mpira sio wa kawaida. Sasa nikawa nimeanza kuingia maisha ya ujana. Nimeanza na mimi kutafuta vibinti. Nikatafuta kabinti kamoja, nilianzia shule kule Ilagala. Nikatafuta kabinti kamoja kalikuwa kakiarabu. Kale kabinti kakiarabu tukaweka mipango sawa sawa. Lakini sikiliza nikwambie, nilipoenda nyumbani, nimefika nyumbani kwake, nimeingia chumbani, nilisikia kishindo hapo mlangoni, sijawahi kusikia. Nikatoka kwa mlango wa nyuma, nikakimbia, nikataka kutumbukia kwenye shimo la choo mbio, nikatimua, lakini kumbe kilikuwa kishindo cha Yesu Mnazareti. Yesu Mnazareti, alikuwa ametikisa, mipango ikapanguka, mipango ikaharibika. Basi nikatoka. Nilipotoka niko chumbani, nikasikia
chumba kile kikajaa nuru. Ghafla nikasikia kengele inagonga, ghafla nikasikia sauti. Mungu akashuka kwenye chumba changu akasema, Sospita, unafanya nini? Wakati ule niliogopa, nikatetemeka, nimepiga magoti, niko na tetemeka, sijawahi kutetemeka namna ile. Na kumbe nilikuwa nimelala na jirani yangu ambaye alikuwa wa mama mdogo. Huyo bwana kumbe aliniangalia, akaona nilivyohangaika naomba vya kuomba vyenyewe siombi. Nilikuwa wakati huo naimba kwaya kama wewe unavyoimba kwaya, lakini Yesu simjui. Kumbe wakati ule ndipo ikatokea, nikasikia ile sauti, Mungu akanikemea na ule mpango ukafa. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa sikiliza kilichotokea. Nikajifanya kupotezea. Si ndivyo mlivyo? Hata leo ukisikia neno si utajifanya kupotezea? Lakini sikiliza, neno la Bwana ni moto. Neno la Bwana ni moto ulao. Hilo neno halitatoka moyoni mwako mpaka utakapojisalimisha kwa Yesu. Kwa sababu Yesu hakukuleta duniani kwa bahati mbaya, alikuleta kwa makusudi maalumu. Ndio maana ukawepo kwenye mkutano huu. Sikiliza, hujaja kwa bahati mbaya, hata kama umelazimishwa, lakini umekuja mwenyewe, na yeye alijua utakuwepo ili akupe habari njema. Anayezaliwa sio wa kawaida. Hebu fungua moyo, aingie kwenye moyo wako, akutengeneze. Sasa nikahamia Kigoma mjini mwaka 77, wakati wa kipindupindu. Nilipofika Kigoma mjini, nikajiunga na kwaya ya KTC. Ninaimba lakini sijaokoka. Sikiliza nikwambie, unajua hakuna mtu mshamba duniani kama anayesifu asichojua. Bwana Yesu asifiwe. Unasifuje usichojua? Unamwimbiaje usiyemjua? Na huwezi kusikika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikiwa kwenye kwaya ya KTC, nikakamatana na kabinti kengine. Wakati nimekamatana na kale kabinti, kakanipa kadi. Baada ya mazungumzo kakanipa kadi. Ile kadi ilikuwa ndogo sawa sawa na hii ATM. Imeandikwa maneno haya, mara upatapo kadi hii, panga ni wapi tutakapoonana. Sikiliza nikwambie, mfalme wa wafalme akiingia, mipango inatibuka, inaharibika. Na hiyo siku nimepokea kale kadi huko na furahi. Nasema hapa nimejifanya mjanja. Sikiliza, hakuna ujanja. Huo ndio ulikuwa ujinga wa mwisho. Niko chumbani kwangu, nimelala. Nakumbuka pale Mwanga Kisangani, nimelala chumbani mwangu, nikaamshwa tena na ile lukumbi imeingia. Yule mzee akasema, never, huko huendi, wewe ni wa kwangu, ulitolewa mapema na huko sikuruhusu uingie. Akanikamata ule usiku, nikanyoosha mikono. Ule usiku nikaomba, hata sijui niliomba lugha gani, lakini nikatoka mwenyewe asubuhi mbio kwa mzee Lipula. Nikamwambia mzee Lipula, mimi nimekamatwa hapa. Yaani mimi nimekamatwa na kadi ya uzinzi. Sasa nisaidie mzee, nimekamatwa hapa. Sikiliza nikwambie, huyu Yesu tunayemsimulia sio hadithi. Ni Yesu aliye hai, ni Yesu anayeponya, ni Yesu anayeokoa, ni Yesu ambaye hajawahi kushindwa. Huyo mwanaume unayofikiri hawezekani, na kushauri mpeleke kwa Yesu, mpeleke kwa Yesu. Acha kusumbuka naye huyo mwanamke, maana wanawake nao siku hizi mnatuchanganya. Nimeangalia leo mko vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Unajua hata mavazi yanabuniwa kuzimu. Halo? Nimesemaje? Yaani unashanga na yeye mafundi yeye. Unakuta yani mtu amepata kakitenge au kazuri. Lakini mnashangaa, jamani, mnataka turudi tulikotoka ambapo tulikuwa tunafunga nani? Dada nenda kashangae. Huyo mama utamkuta amefanya vitu vya ajabu. Kashona nguo nzuri, lakini kaacha anabinua matiti
yabaki yanaonekana. Unamwonyesha nani? Sisi tumeokoka Bwana, tuna Yesu wetu Bwana. Hayo matiti ni ya kwako na mme wako. Hebu jiheshimu. Kwa sababu gani? Yesu hajaingia kwenye mji wako. Akiingia lazima ubadilike, akiingia lazima ugeuke, akiingia lazima uwe mpya, kwa sababu Yesu aliyezaliwa alikuja kwa kusudi moja, amwokoe mwanadamu, amrudishe kwa Mungu, ampatanishe na Mungu, ili awe kiumbe kipya ndani yake. Sasa wakati ule nini kikatokea? Nimeenda kwa mzee, yule mzee Lipula, nikamwambia baba, nisaidie hapa, mambo yameharibika. Nikamwambia baba, nisaidie ubarikiwe. Nikamwambia baba, usinisaidie kilichotokea. Yule mzee akaniombea, nikarudisha ile kadi kwa kahaba wangu, nikamwambia mimi kuanzia leo nina Yesu, endelea na mambo yako na kadi yako chukua. Haleluya, haleluya. Tuko tunasimulia habari ya Yesu Mnazareti, yeye ambaye hiyo bahari ilishindwa kumshika. Bwana Yesu asifiwe. Hashikwi na bahari, hashikwi na tetemeko lolote, hababaishwi na sura ya mtu, hababaishwi na cheo cha mtu. Yeye akiingia kwenye maisha yako kuanzia leo yatabadilika. Watu wengi mmemkataa, walikuja kwao na walio wake hawakumpokea, wala ulimwengu haukumtambua. Kama wewe uko miongoni mwao, nataka nikushauri ndugu yangu, njia rahisi ya kusikia amani, njia rahisi ya kusikia furaha, njia rahisi ya kusikia ushindi ni ya kuokoka na kujiweka kwa Yesu. Unaponiona hapa, mimi sijawahi kuchumbia. Nina mke, nilipewa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Naikumbuka hiyo siku, naikumbuka nikiwa natafuta mchumba, nikazama kwenye maombi. Unajua siku hizi watu wanachumbiana kwenye mtandao. Hauna sura kwenye mtandao, wewe una akili, unachumbia mtu ambaye hujawahi kumuona. Sisi tunapewa na Roho Mtakatifu. Haleluya. Wewe utakwama. Ndio maana ndoa za siku hizi haziendelei. Kwa sababu zinaendeleaje? Hizo ndoa za kukutana kirabuni, hizo ndoa za kukutana kwenye baa, hizo ndoa za kukutana kwenye vichaka. Sikiliza, Yesu Mnazareti akiingia kwenye maisha yako, we binti utajitunza tu, utakuwa mwaminifu kwa Yesu, utafanana na kale ka binti kama Mariamu. Hakuna kipya duniani, asikudanganye mtu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Ninakusimulia habari ya Yesu Mnazareti. Huyu Yesu aliyezaliwa sio wa kawaida. Hebu muruhusu aingie kwenye moyo wako. Hiyo ndoa haijawahi kushindikana, huo ulevi haujawahi kushindikana. Sijawahi kukusimulia habari ya baba yangu. Baba yangu pamoja na kwamba alikuwa mwinjilisti na alikuwa anahubiri Injili, lakini alikuwa anavuta ugoro ule wa kuweka mdomoni, na mimi nilisumbuka na ule ugoro, nikasumbuka sana, nikasumbuka mno. Nakumbuka nikiwa chuo cha ualimu, nimefunga nimefunga wiki kadhaa, lakini nikafunga 3 kavu. Huku narudi nyumbani nasema hizi naenda nikakutane na mzee. Mzee lazima nimwambie. Nilipofika nyumbani nikaja na Yesu wangu, nimeingia kwenye ule mji. Unajua watoto tunaanzaga kwa mama, si ndio? Nikaenda kwa mama, nikamwambia mama, sasa tunafanyaje? Mimi huyu mzee namwambia, huu ugoro unakwaza watu wengi. Acha. Hekima za mama akasema, mwanangu, usimwambie. Nikamwambia tunafanyaje? Nikamwambia sasa tunapatana mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunapatana mimi na wewe. Tukashikana mikono na mama yangu, tukapiga sala pale. Tumemaliza ile sala, yale mahasira yangu yote yakaisha, nikashuka, nikasikia amani, nikajua Mungu yuko kazini. Sikiliza nikwambie, hajawahi kushindikana mtu kwa Mungu, wala halijawahi kushindikana lolote kwa Mungu. Huyu tunayemsimulia ni mfalme wa wafalme, ni Mungu wa miungu, ni jemadari. Ukimpeleka kwenye wanyama
ni simba wa Yuda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikusihi mtu wa Mungu, huyu Yesu ana uwezo wa kutosha. Anaweza kubadilisha maisha yako, anaweza kugeuza mambo yako. Sasa tukaomba, nikarudi chuoni. Nikiwa kule chuoni, baba yangu akaugua. Alipougua mara ya kwanza, akasikia sauti wakati akiwa mahututi. Ile sauti ikamwambia, wewe umeshinda yote ila haka tu. Ile sauti ikaja mara 3. Halafu akapona, akajifanya kupotezea. Alipougua mara ya pili karudi. Bwana Yesu asifiwe. Ile sauti karudi, kaambia, mwanangu, umeshinda yote haka tu. Sikiliza nikwambie, kinachowaangamiza watu wengi sio vikubwa. Wakati mwingine ni hasira tu, wakati mwingine ni kutokusamehe, wakati mwingine ni... Sikiliza, mkabidhi Yesu njia zako, naye atayanyosha mapito yako. Yesu anayezaliwa ni mfalme wa wafalme, ni Mungu wa miungu. Nikwambie kilichotokea. Narudi chuoni. Niko chuoni huku nahangaika. Baba yangu akafanya maamuzi. Baba alikuwa hajui, sio mtu wa maneno mengi. Akafanya maamuzi. Akaanza, kifika kasikia kale kanini, anachukua tangawizi, anatafuna. Mke wake anamuuliza, mzee vipi? Amemaliza hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe yule Yesu Mnazareti alikuwa kazini, akatengeneza, akamweka sawa, ikatokea akafaulu kushinda ile jaribu. Alipofaulu kulishinda, kaenda kanisani, akasema, Mungu anisamehe na wale niliowakosesha wanisamehe. Ile siku wakatubu watu wengi kuliko unavyofikiri. Inawezekana wewe ndio kikwazo kwenye familia. Inawezekana wewe ndio umezuia ndugu zako wasiokoke. Maana wanakuona unashinda kanisani lakini mambo yako ovyo. Leo ni zamu yako. Leo ni zamu yako. Leo ni zamu yako. Mruhusu Yesu aingie kwenye moyo wako, afanye mabadiliko, halafu uone kitakachotokea. Ni mfalme wa wafalme, Mungu wa miungu. Anasema, msiogope, ninawaletea habari njema. Habari njema ndiyo hii, ya kwamba tunashuhudia yale tuliyoyaona, yale tuliyoyasikia, yale tuliyoyapapasa kwa mikono yetu, tukauona utukufu wa Bwana. Naye alishuka akaja kakaa pamoja nasi, ili mimi na wewe tuokolewe. Kama bado hujaokoka, fanya maamuzi mazuri, kwa sababu kwa Yesu ni salama, kwa Yesu iko amani. Mwezi huu nimeomba na watu wengi ambao walikuwa na matatizo. Kuna watu wengi ambao nimeomba nao mwezi huu. Mama mmoja alikuwa ameolewa na jini. Baba mmoja alikuwa na ndoa ya kijini. Hata wanaume wanaolewa, nisikiliza, nao kuoa jini. Nimeomba nao, lakini Yesu Mnazareti amewaweka huru. Mwambie jirani yako, acha ushamba. Mwambie, kwa Yesu kuna kila kitu. Yuko tayari kukusaidia. Hiyo shida yako ni ndogo sana kwake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni habari njema. Na mimi nataka nimalizie hapa. Nikusihi mtu wa Mungu uliyekuja kwenye mkutano huu, itakuwa baraka ukitoa maisha yako kwa Yesu. Yesu anakuhitaji. Naomba watupe wimbo mfupi, na kama upo uje. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia baba zangu wachungaji? Wewe kama upo, njoo sirini, tutakutana. Hata Nikodemo alienda sirini, wakatengeneza na Yesu yakaisha. Haleluya! Kwa sababu itakuwa hasara ya kwamba unatumika lakini huna Yesu. Na mimi sijawahi kuona mtu mshamba kama huyo. Unatumikaje kwa mtu usiyemjua? Akiingia kwenye moyo wako, wewe huyu yule, unakuwa mwingine, na ulichokibeba sio cha kawaida. Amen.
Wanaoanza kuondoka ni wanakwaya, kwa sababu wamepigwa nondo leo. Bwana Yesu asifiwe. Dakika chache, kama upo usiogope. Iko njia ya kukuunganisha mahali hapa. Yuko Yesu mfalme, yuko Mnazareti aliyezaliwa duniani, ambaye kaburi lake alikuweza kumshika. Hata alipokufa alifufuka, na hakuna mwingine duniani, ni yeye na Lazaro aliyefufuliwa na Yesu. Lakini kama ukiona shida, tembelee mchungaji wako akusaidie, kwa sababu sikiliza, nikwambie, itakuwa aibu siku ile. Eti rafiki yangu Hoza, mbinguni umevaa kola kama mimi halafu hawakujua. Itakuwa hasara kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Simama tuombe. Simama tuombe, inatosha. Nenda na salamu hiyo ya kwamba Yesu aliyezaliwa tunatakiwa tumkaribishe nyumbani kwetu, tumkaribishe kwenye mioyo yetu, ili aingie afanye kile ambacho hakiwezekani katika ulimwengu wa roho. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu mkutano huu ni wa kwako na hawa wote ni watoto wako. Ninaomba Bwana uwabariki. Ninaomba Bwana ulipande neno lako kwenye mioyo yao, ili wakusikie tena ukisema nao. Na hata Mungu, kwa huruma na wema wako, ninakusihi usiwaache. Napo na wengine wenye mahangaiko, hata wale walio na magonjwa, kutana nao Mfalme, ukawafungue Bwana, ili wakutane na neema yako, katika jina la Yesu. Amen.